Niwakaribishe wale wasikilizaji ambao wako majumbani, lakini wale ambao wako eneo la mkutano, lakini tunatambua kuna wengine wako kwa njia ya mtandao wakifuatilia vipindi hivi. Wote kwa pamoja tunawakaribisha sana. Masaa haya yupo Daktari Ruben ambaye yeye ndio atakayetuongozea vipindi vyetu vya afya katika mkutano huu. Na kwa kuanza basi, kwa heshima na kicho pale ulipo, tufumbe macho tuombe. Tunakushukuru Mungu kwa sababu ya wema na fadhili zako. Masaa haya yupo mtumishi wako anakwenda kuzungumza na watu juu ya afya ya kimwili na kiroho. Kawe nasi katika pendo lako. Amina. Daktari Ruben, karibu, na washiriki wote jiandae kwa ajili ya kusikiliza. Ni wasalimuni nyote katika jina la Bwana. Hamjambo. Bwana Yesu asifiwe. Navyojibu mnaonekana mmechoka. Na leo ni weekend. Inajulikana weekend kwa baadhi ya watu. Na kuna watu ambao huwa hawana weekend. Lakini yote heri. Tunaendelea. Sasa leo ndo tunaanza sasa rasmi. Jana tulikuwa tuna utangulizi mdogo. Leo tunaanza rasmi. Na kumbuka kwamba masomo yetu ya afya na kichwa kinachosema jinsi ya kuahirisha mazishi yako. Yaani unaahirisha mazishi yako mwenyewe. Ni kwamba kama Yesu atachelewa kurudi mara ya pili utakufa, nitakufa. Lakini mbingu inataka tuahirishe hayo mazishi mapema. Sasa dunia leo ina changamoto nyingi sana, nyingi sana. Na miongoni mwa changamoto nyingi zinazosumbua, hata wewe una mtaji mkubwa kiasi gani, kama huna mtaji wa afya, wewe ni maskini. Kwa sababu unatumia muda mwingi na fedha nyingi kwa ajili ya kujitibu mwenyewe. Na kwa bahati mbaya sana, Watanzania wengi, si wengi sana, wanajiona wanajisikia fahari kutibiwa hospitali fulani. Yaani akisema mimi natibiwa hospitali fulani na daktari fulani, kwenye moyo wake anaona fahari. Hakuna fahari ya kuja hospitali. Fahari ni wewe ukae nyumbani na afya yako njema, ufanye mambo yako na mambo yote yaendelee vizuri. Kilichobaki hakuna fahari kabisa. Hali inasumbua. Sasa duniani kuna magonjwa mengi sana, mengi. Yako magonjwa ya sisi wanadamu kujitengenezea wenyewe. Mfano, magonjwa ya wanadamu tuliojitengenezea wenyewe. Tukaamua tu wenyewe tukatengeneza, alafu wenzetu wakaumwa, na yanajulikana duniani. Kwa mfano, ugonjwa wa Q fever ulitengenezwa wenyewe. Alafu kuna magonjwa kama HIV tulitengeneza wenyewe. Tulijitengenezea tu wenyewe ili tuumwe. Alafu sababu ya wale watu wengine wachache, kwa mbele tunavyoendelea tutakuja tujue kwa nini ilikuwa hivyo. Alafu kuna magonjwa mengine ambayo hatujui sababu yake, kwa nini hapo. Hayajulikani kabisa sababu. Kwa mfano, hakuna mtu anayejua sababu ya saratani ni nini, hakuna anayejua. Ila kuna watu kuna viashiria vile ambavyo vinaweza vikapelekea mtu akapata hiyo saratani ni nini. Na kitu kikubwa kinachosababisha watu wanapelekea hiyo hali ya kupata saratani ni nini? Ni stress tu. Science sasa hivi ina prove kwamba stress zinaongeza hatari ya mtu kupata saratani. Sasa hayo yote na mengine mengi. Sasa katika wingi wa hayo magonjwa, Mungu hakutuacha yatima. Alitutajia baadhi ya magonjwa ambayo watu wataumwa na yatawaua. Na mengine hayatawaua, yatawatesa tu. Ila watapata tiba, ila yatawatesa kwa muda mrefu. Na baadhi ya magonjwa mengine watu wataumwa ambayo hayajulikani wanaumwa nini. Hiyo Mungu alisema na wala hakuficha. Kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura 28 na fungu la 27 kuna orodha ya magonjwa ambayo wanadamu wanaumwa. Hata nyinyi mlioko hapa wengine mnaumwa. Hayo mnaumwa. Na kwa wiki hii tutajitahidi tutafute majibu kwa maswali yetu tunayopata. Na leo nitaanza kutatua jambo la kwanza ambalo nitaongelea kwa dakika chache. Kumbuka mlikula dakika zangu, ilitakiwa nianze na nusu.
na nimalize kamili. Huwa siibi muda wa mtu yoyote. Kwa muda ukifika kamili tutafunga. Sasa rafiki, naomba unisome Kumbukumbu la Torati 28 fungu la 27. Tunaanzia hapa. Fungu la 27 linasema, ndio, Bwana atakupiga kwa majipu ya Misri. Tunaanzia hapo. Jambo la kwanza, majipu. Na watu mnaumwa majipu, na wengine mko hapa mnanitazama mna majipu. Ukipata majipu, kujua kwamba ni magonjwa ambayo Mungu alisema watu wataumwa kwa sababu ya kitu fulani. Kuna kitu hawakutii, ndio maana mwili ukaviolate, damu ikachafuka, seli nyingi zikafa, zikajikusanya sehemu fulani, zikatengeneza kauvimbe kana kutengeneza kitu kama usaha. Mkusanyiko wa seli zilizokufa zinajaa, alafu mwisho zinataka kutoka, unapasua, zinatoka kama usaha, seli zilizokuwa zimekufa, seli nyeupe zilizokuwa zimekufa. Alafu jambo la pili anasema, na kwa bawasiri. Wale watu wakienda kujisaidia wanasikia maumivu makali, sijui wengine hadi wanatoka damu, wakianza kupata choo anaanza kutoka damu. Kwanza bawasiri. Ukipata bawasiri jua ni kuna kanuni umeivunja. Bawasiri sio ugonjwa unaotokea hivi hivi. Ni ugonjwa kwa sababu ya kuvunja kanuni fulani rahisi tu ya afya. Umekula vibaya na umekunywa vibaya. Basi ukila vizuri na ukanywa vizuri huwezi kuumwa bawasiri. Jambo la tatu, na kwa pele na kwa kujikuna. Kuna wale watu ambao ngozi zetu zinajikuna sana. Miongoni mwa watu ambao wanapata shida ya kujikuna katika kizazi hiki ni watoto waliozaliwa na wazazi wenye uwezo mkubwa wa akili. Wengine wanapata hali ya kujikuna. Sasa inakuwaje baba awe ana akili au mama awe ana akili zake nyingi alizobarikiwa na Mungu, alafu mtoto aumwe kujikuna? Wiki hii tutapata majibu. Haya, tuendelee rafiki. Anasema ambayo hupati kupoa. Na hayo hupati kupoa. Tuendelee. 28 anasema, ndio, Bwana atakupiga kwa wazimu. Wazimu ndio ugonjwa wa akili, na kwa nchi yetu Tanzania takwimu zinasema kati ya watu 4 mmoja ni mgonjwa wa akili. Kwa hiyo kana mwenzako kahesabu 1 2 3 4, kati yenu mmoja ana shida ya akili hapo mlipo. Kwa hiyo sasa usianze kumwangalia rafiki useme ni wewe au ni mimi. Hapana, ila kati yenu mmoja kuna mtu ana shida ya akili. Wazimu. Sasa wazimu unatofautiana kulingana na grade. Kama ambavyo kuna watu wanene, wembamba, warefu, wafupi, na wazimu na huko hivyo kuna grade zake. Na rafiki anasema na kwa upofu. Alafu kuna upofu wa kujisababishia. Uri vizuri, muda mwingi unakaa na simu tu na kompyuta, unazima taa, unaangalia ule mwanga mkali. Unampatia mtoto wako simu, unadhani unamsaidia, unaua macho, baadaye anakuwa kipofu. Vizuri tu. Endelea rafiki, tutaona uko mbele baadaye. Na kwa bumbuazi la moyo. Bumbuazi la moyo, Kiingereza kinasema awareness of heart. Ndio magonjwa yote, mjumuisho wa magonjwa yote yanayoitwa magonjwa yanayoongoza kuwa watu duniani yanaitwa magonjwa ya moyo. Habari zangu. Na watu tupo tunakunywa dawa kila siku. Tunakunywa dawa asubuhi, wengine wanakunywa dawa mchana, wengine wanakunywa dawa jioni, wengine wanakunywa mara 2, wengine mara 3. Wanapambana na moyo. Lakini kumbuka yafuatayo. Mungu alisema watu watakuja kupata shida ya moyo. Endelea rafiki. 29 anasema, ndio, utakwenda kwa papasa mchana, ndio, kama apapasavyo kipofu gizani. Ndio. Wala hufanikiwi katika njia zako, nawe siku zote utaonewa na kutekwa nyara, wala hapata kuwa na mtu wa kukuokoa. Asante. Na siku nyingi kuna watu wanauma magonjwa ambao siku zote watakuwa kutekwa nyara, akitoka hospitali moja kwenda hospitali nyingine, akitoka kwa daktari mmoja kwenda daktari mwingine, mpaka siku atakapoingia kaburini. Kwa kuna chain fulani ambayo ninatamani kwenye akili yangu kwamba wiki hii tuweze kuimaliza. Katika hizi wiki 2 tupunguze, hatutamaliza ila tutajitahidi kupunguza yale yanayokuwa yakituangukia. Rafiki, sasa nisome fungu la 58 na 59 kwa haraka, au yaunganishe yote mawili alafu tumalize ili nianze kuelezea mambo machache ya siku hii ya leo. Na dakika zimebaki 6.
Fungu la 58 na 59. Kama hutaki kutunza kufanya maneno yote ya Torati hii yaliyoandikwa katika kitabu hiki, upate kulicha jina hili la fahari na utisho Bwana Mungu wako, ndipo atakapofanya Bwana mapigo yako yawe ya ajabu, na kwa mapigo ya uzao wako mapigo makubwa kweli kweli, ya kidumu sana, na magonjwa mazito ya kudumu sana. Asante sana. Kwa Mungu alisema watu watapata magonjwa mazito ya kudumu namna gani? Sana. Na leo tunaanza kwa wanaume. Magonjwa hao huwa hayapendi waongelewe kabisa. Wanaume wana tatizo la kujiona wao ni watakatifu sana kuliko watu wengine. Kwa magonjwa yao huwa hawapendi yaguswe. Wanachukia sana. Na ndio sababu wanaume wengi wanachelewa kwenda hospitali. Na mwanaume akija hospitali unamtake for serious kwamba huyu jamaa anaumwa, maana huwa hawapendi kwenda hospitali. Na wapendi mambo yao yajulikane. Na tatizo kubwa linalosumbua dunia ya leo, ambalo mpaka vikao vya dunia hivi likaa kutafuta ni nini sababu, mbona ni tatizo la dunia nzima, ni nguvu za kiume. Habari zenu. Mbona watu mmekasirika? Kwa nini mmenikasirikia? Nguvu za nini? Za kiume. Nguvu za kiume ziko hivi. Kuna nguvu za kiume kutokana na ubora wa mbegu. Kuna nguvu za kiume kutokana na maumbile. Sasa mimi leo sitaongelea mambo ya maumbile. Mimi leo nitaongelea ubora wa mbegu. Wakati miaka inavyozidi kuongezeka duniani, ubora wa mbegu za kiume unapungua. Na kupungua kwa ubora wa mbegu za kiume unaonekana kwa watoto wanaozaliwa, uwezo wao wa akili na kufikiri huku kwetu unapungua chini na unashuka chini kwa baadhi ya watu, sio wote, kwa baadhi ya watu. Na ukitaka kuelewa hili, kana watoto wengi zaidi ya 10, alafu wawe na umri tofauti tofauti wasiozidi miaka 5, alafu waambie nyamaza kimya. Watoto hawatulii. Wanaendelea na kelele nyingi, fujo nyingi. Ukifuatilia vizuri, ukirudi nyuma, kwa baadhi ya chana na mambo mengi ambayo yapo hapo katikati, lakini miongoni mwa jambo linalosababisha ni upungufu wa ubora wa nguvu za kiume. Kwa hapa kwetu Dar es Salaam ni changamoto kubwa, kwa sababu katika zile mbegu nyingi ambazo zinaingia maabara na kuchunguliwa katika darubini kuweza kuzipima, kuziangalia ubora wake, zinaonekana na mapungufu mengi sana kuliko kawaida ukilinganisha na hali ilivyokuwa hapo zamani. Na sayansi ya dunia hii inasema kwa kadri miaka inavyozidi kwenda, ukilinganisha ubora wa mbegu za kiume ya miaka 1990 na mianzoni mwa mwaka 2000 mpaka 2005, na kutoka 2005 mpaka 2010, ni mbegu kwa kadri umri ulivyokuwa unaenda, zile ubora wa zile mbegu ulikuwa ukipungua. Sababu ni nini? Ndipo nitawauliza swali ambalo muda wangu sasa nibaki dakika 2. Nitawauliza swali ambalo hili swali nitalijibu kwa sehemu leo, alafu kesho natumai tutaanza mapema nitalimalizia. Kwa nini Dar es Salaam wanawake wanabeba vitu wanavyoita vifurushi wanauza? Wanatafuta nini kwenye hivyo vifurushi? Na watu wengi wananunua hivyo vifurushi wanakula, wanatafuta nini ndani ya vifurushi? Na walaji wazuri wa vifurushi ni wanaume, sio wanawake. Habari zenu. Ubora wa mbegu za kiume, ili mbegu za kiume ziweze kuwa bora, zinahitaji madini ya zinki. Nakumbuka fuatayo, mwili wa binadamu hauwezi kutunza zinki. Kama mtu hajala zinki inayohitajika kwa siku, amekosa kila kitu, kwa sababu mwili wa binadamu hauna uwezo wa kutunza zinki kama unavyotunza chuma au vitamini B12. Kwa sababu hiyo ya upungufu wa zinki kwenye mwili, kwa hiyo zile korodani zinapokuwa zikizalisha katika mchakato wake mgumu kuzalisha zile mbegu, kiwanda kinakosa baadhi ya matirio na mbegu zinazozalishwa zinaanza kuwa na upungufu. Ndio ili watu waweze kupata zinki, wakagundua hawajui hii sayansi wengi, kuna zinki kidogo katika katika nazi ambayo haijapikwa, kuna zinki kidogo katika karanga mbichi ambayo haijakaangwa, kuna zinki kidogo katika karoti ambayo imetolewa ardhini, ndio inatengenezwa jamii ya kitu kinachoitwa kifurushi ili kupata zinki.
Lakini hata upate zinki nyingi kiasi gani, kama kuna compound nyingine itakosekana, mbegu zako zitakuwa dhaifu na kizazi chako unachokizaa kitakuwa ni kizazi tegemezi kisichoweza kufikiri zaidi ya hapo kinapoweza kufikiri. Ni kitu gani kinachokosekana? Ninatumai kesho tutawahi ili mambo yetu yaende mapema. Bwana wabariki sana. Tusimame tuombe. Baba yetu mwema, Mungu sheju mbinguni, asante kwa ajili ya jambo hili dogo. Nguvu za kiume ni tatizo. Ni tatizo kwa jamii zote duniani. Matajiri, maskini, watu wa nyanja zote wanahangaika na nguvu za kiume. Wengine wamefikia level ya kuchukua energy drink wakachanganya na Panadol ili wanywe ili wapate nguvu za kiume. Wengine wanatumia dawa kama Viagra ili wapate nguvu za kiume, lakini hawapati suluhisho kamili. Imani yangu ni kwamba katika haya machache nitakayowaambia siku ya kesho yanaweza yakawasaidia kupata majibu kwa maswali yao, ila ni kwa wale tu watakao kubali na kutii yale watakayoyasikia kupitia jina mwanao Yesu Kristo. Amina.